Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Uongozi wa klabu ya Yanga Afrika umethibitisha kupokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yao namba CAS 2025/A/112998 ambapo kwa mujibu wa CAS Yanga imeelekezwa kurudi kwenye kamati za ndani za soka hapa nchini kabla ya kuwasilisha shauri lao kwa hatua za rufaa kimataifa. Tuliona hivi majuzi kulikuwa kuna taarifa ambazo zilikuwa zikienea mtandaoni juu ya majibu ya CAS kutupilia mbali shauri la klabu ya Yanga la kutokucheza dabi, lakini pia wakiomba kupewa pointi 3 mara baada ya mchezo huo wa Simba na Yanga, mchezo namba 184 kutokufanyika. Sasa mara baada ya barua kutoka CAS tuliona ukimya kwa upande wa klabu ya Yanga na haukuthibitisha kama ndio majibu halali kutoka CAS kwamba shauri lao limetupiliwa mbali. Sasa Yanga wamethibitisha kupokea majibu hayo, na mahakama hiyo ya usuluhishi wa michezo CAS imewataka klabu ya Yanga kurudi kwenye kamati za ndani za soka hapa nchini kabla ya kuwasilisha shauri lao kwa hatua za rufaa kimataifa. Sasa majibu ya Yanga mara baada ya majibu hayo kutoka CAS, tumeona Yanga wametoa msimamo wao, lakini pia wametoa taarifa juu ya kuthibitisha kupokea majibu hayo kutoka CAS. Sasa nikupitishe kwenye kila ambacho Yanga wamekiandika kama msimamo wao mara baada ya kuelekezwa kurudi kwenye kamati za ndani kwa ajili ya usuluhishi. Yanga wameandika na kuzungumza kwamba uongozi wa Yanga Africa Sports Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yao namba CAS 2025/A/112998. CAS imeelekeza Yanga Africa Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Yanga Africa Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhulma. Aidha, uongozi wa Yanga Africa Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Limetolewa na kamati ya utendaji Yanga Africa Sports Club. Huo ndio msimamo wa klabu ya Yanga mara baada ya majibu kutoka CAS, na nikupitishe kwenye ukurasa huo wa klabu ya Yanga mara baada ya kutoa msimamo huo na majibu hayo, namna ambavyo mashabiki wapenzi wa klabu ya Yanga walivyopokea msimamo huo wa klabu hiyo kupitia kwenye comment upande wa Instagram ambapo Yanga wamechapisha taarifa hiyo na msimamo huo. Baadhi ya comment zimeendelea kumiminika kutoka kwa baadhi ya wapenzi wa klabu ya Yanga, wanachama ambao nao pia wameendelea kuonyesha ama kuunga mkono kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa na uongozi huo wa klabu ya Yanga juu ya msimamo wao juu ya kutokucheza dabi. Tuliona mambo mengi sana yalitokea mara baada ya dabi kuahirishwa, lakini pia inasemekana kwamba hata maombi ya Yanga kwa CAS ilikuwa pia kulipwa fidia kwa kile kwa gharama ambazo walizitumia kwa ajili ya maandalizi ya huo mchezo dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo namba 184. Kwa hiyo nataka nikupitishe tu uone kile ambacho wana Yanga kwa ujumla mashabiki wapenzi wao pia wameweza kuzungumza
kwa maneno mafupi kupitia kwenye kurasa huo wa klabu ya Yanga mara baada ya CAS kuweza kutoa majibu yao na kuwataka Yanga kurudi kwenye kamati za ndani ili kuweza kuona ni kwa namna gani jambo hilo linahitimishwa. Na tunafahamu kwamba kabla ya hiki ambacho kimetokea, tuliona pia waziri wa michezo, sanaa, utamaduni, tuliona aliita uongozi wa klabu ya Yanga na uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na katibu mkuu, wakazungumza masuala mazima kuhusiana pia na sakata hili la mchezo wa Wekundu wa Msimbazi kuahirishwa. Lakini tuliona kile ambacho kilichozungumzwa na viongozi wa klabu ya Yanga. Yanga wakasema wao wamesikiliza uongozi wa serikali na wao watakwenda kutafakari ni kwa namna gani pengine wanaweza wakatoa majibu yao. Lakini pia tuliona pia kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba nao pia wakizungumza kuhusiana na kile ambacho kilizungumzwa na uongozi huo. Lakini unaweza kuona kwamba bado haijabadilisha kabisa msimamo wa klabu ya Yanga wa kutocheza dabi ambayo wao waliweka msimamo wao toka mwanzo kwamba hakuna mechi nyingine tofauti na ile ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga kuna jumbe nyingi sana ambazo zimeandikwa. Huyu anaitwa Hamdun Yanga, ni shabiki wa klabu ya Yanga, anasema Yanga hatuchezi. Anasema hii ndio klabu niliyochagua mimi, kila laheri, tuko pamoja hatua kwa hatua. Mwingine anasema msimamo uko pale pale, hatuchezi. Mwingine anasema hatuchezi. Mr. Mwanya, moja kati ya makomedian ambao wanafanya vizuri, yeye pia ni moja kati ya mashabiki wa klabu ya Yanga. Yeye pia kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga amecomment na kusema kwamba hatuchezi. Haji Sande Manara, yeye pia kupitia kwenye ukurasa huu wa klabu ya Yanga, tunafahamu pia yeye ni mwanachama wa klabu ya Yanga, anasema safi, maana tusipokomesha uuni hivi sasa ndio basi tena sawa. Mnasema that is my team, mnasema msimamo ni ule ule, mnasema uongozi imara, kazi imara, mnaunga mkono msimamo wa viongozi, anaunga mkono msimamo wa viongozi wetu, tujuane hapa. Mnasema lazima mpira uongozwe na kanuni, safi sana wananchi. Mnasema hapa patam sana kama kule, mnasema tamko la kiume kabisa, asante wananchi. Mnasema na timu ikienda tunacheza dakika sawa. Mnasema sisi ndio Yanga, daima mbele, haina kuritani. Mnasema oya my club, dondosha like hapa kama unaunga mkono kamati tendaji. Mnasema na vile walivyofanywa juu sawa. Mnasema unaisoma comment hii, Mungu akulinde sawa. Mnasema wapigania uhuru wa nchi hii hawarudi nyuma kizembe. Let's go wananchi. Mnasema mtacheza sawa. Mnasema kama mmependa msimamo wetu wananchi wote, mnasema wekeni sisi hao barua ya kibabe eti kwa namna yoyote ile. Oyo mnasema hii ndio maana halisi ya daima mbele nyuma mwiko. Mnasema naunga mkono kilicholetwa na uongozi, hatuchezi na tupo tayari kupambana kwa jasho na damu kupinga dhulma na jeuri ya hawa wenye mamlaka. Wanasahau hizo nafasi wataziacha na Yanga itaendelea kuwepo. Mnasema kama hamna imani na ligi sawa. Mnasema bodi ya ligi, TFF na wizara ya michezo hawajatoa majibu ya kuahirishwa mchezo uliopita mpaka leo. Halafu TFF wanazunguka wanataka kupanga tarehe mpya ya mchezo. Kweli hii ni maajabu kiukweli. Tunaomba majibu kwanza ya kikao kilichofanyika kuhusu dabi. Mnasema wanaojua sawa. Mnasema kama hamna imani na mamlaka inayosimamia mpira wetu hapa Tanzania, ni bora mkacheze kwenye ligi nyingine. Mnasema ila Yanga sisi ni watata sana kama sare zetu za njano na kijani. Sasa mnasema sasa kama hamna imani na uendesha ligi simjitoe. Huyu anajaribu kuwashauri hivyo. Mnasema kubishana na baba yako ni sawa. Mnasema mlienda Bunju na basi lenu kuwafuata Simba, leo hii mna msimamo hamtaki kucheza mtani haeleweki kama mauzinde. Mnasema kama unaunga mkono weka like hapa. Mnasema kaeni tayari kupoteza sawa. Mnasema alafu Yanga mnafanyaga nitembee kifua mbele
kwa posti zenu. Bwana, hizo ni baadhi ya comment za baadhi ya wadau wa soka, lakini pia mashabiki wapenzi wa klabu ya Yanga na mashabiki wa vilabu vingine wakiunga mkono kile ambacho Yanga wamekisimamia kuhusiana na kutokuchezwa kwa dabi, wakitaka haki itendeke. Lakini kwa upande wa pili, wekundu wa Msimbazi Simba, wao wanasema wako tayari, na wao wanasema wako tayari kukipiga. Kwa hiyo tunasubiria pia kuona pengine Yanga nini ambacho kitafuata mara baada ya msimamo huu ambao Yanga wameendelea kuonyesha, lakini pia pengine huenda tukashuhudia dabi ikachezwa ama kutokuchezwa kutokana na hiki ambacho Yanga wameendelea kukisimamia. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.